Karibu, naitwa Dr. Chris Mauki. Je, wewe ni mara ya kwanza kuwa katika channel hii? Kama ni mara ya kwanza, bonyeza kitufe kilichoandikwa subscribe, lakini pia kile chenye kengele ukikibonyeza basi tukiupload utapata notification. Watu wengi wananiambia Mauki, ukiweka tu, ukipandisha tu tumepata. Na kila siku ya Mungu tunapandisha video kuweza kukusaidia kujifunza. Kiu yetu sio kupata followers, likes na watu wengi. Kiu yetu ni kuhakikisha unabadilika tabia yako, maisha yako, mitazamo yako, fikra zako, na mwisho wa siku maisha yako yabadilike. Na ndio maana tunatamani umwambie na rafiki ambaye bado hajakuwa member wa channel hii aweze kukaribia na kubadilisha maisha yake. Una kitu cha kuniambia, unaweza kuniandikia message. Mara nyingi ninapata muda wa kupita na kujibu message 2-3. Watu ni wengi sana. Nikiweza kukujibu asante, na nikishindwa basi nitaliangalia hata wakati mwingine. Ninaitwa Dr. Chris Mauki. Leo naomba nikufundishe topic inayohusu mahusiano. Na hapa tunaongea topic inayohusu wivu. Na wivu huu unaweza kuwa ni wivu wa watu wanaokuonea wivu unaofanya nao kazini, wivu ndio watu ndio nao shuleni, chuoni, lakini inawezekana pia ni wivu wa mtu ambaye mnapendana naye. Sasa topic inasema ukiona mambo haya, jua ana wivu na wewe. Ukiona mambo haya, jua ana wivu na wewe. Sasa wivu ni one of the topic ambayo iko a bit complex, ina upana sana, ina vitu vidogo vingi, ina vitu vigumu kidogo. Wivu, watu wakiangalia wivu wanaangalia wivu kama wivu, lakini wivu ni mpana na una mambo mengi sana. Sasa kuna vitu ukiviona vinaashiria ya kwamba huyu mtu ana wivu na wewe. Kabla sijaenda kwenye hivi vitu viwili vikubwa nataka kukupa, ni vizuri ujue mara nyingi ukiwa unaongea na mtu, wivu wake huonekana machoni kwanza. Yani face, sura yake, hususan macho, yanatosha kukuonyesha wivu wa mpenzi wako, yanatosha kukuonyesha wivu wa rafiki yako, yanatosha kukuonyesha wivu wa mzazi wako. Kama kuna wengine mzazi ana wivu naye, mtu anakuambia mama ana wivu na mimi. Wivu huu sio lazima uwe wivu wa mapenzi, ingawa unaweza kufanywa na mpenzi wako. Lakini mara nyingi ni wivu wa kuzidiwa, wivu wa kuona kwamba anakushinda, ana vingi kuliko wewe, wivu wa kuona kama kapiga hatua kuliko wewe, kama vile anakuzidi. Unaona Sasa una uwezekano kabisa wa kujua, na nitakuonyesha vitu viwili vikubwa. Na hivi vitu nimeviweka ndani ya aina za wivu. Nimeziweka ndani ya aina 2 za wivu. Na hivi vitu sasa nimeviweka huko ndani ambavyo ukiviona ujue ana wivu na wewe. Kundi la kwanza nimeviweka ndani ya aina ya kwanza inayoitwa wivu wa hisia. Wivu wa hisia au passive envy au weak envy, yani wivu dhaifu, unaitwa wivu wa hisia au wivu wa kihisia. Unaona? Wivu wa kihisia. Sasa wivu wa kihisia ni wivu ambao unakaa kwenye wigo wa hisia. Unakaa kwenye wigo wa mtu kuhisi, na anavyovifanya kwako kwa wivu wake ni vitu vya kuhisi, ni vitu vya kuhisia, ni vitu vijelevo ya hisia peke yake. Anavyokutazama, anavyokuona, anavyofanya ukiwepo. Hivyo ni level ya kwanza ya hisia. Sasa kwenye level ya kwanza hii ya hisia, ukiona vitu vifuatavyo, gundua ana wivu na wewe. Kwa mfano, ukiona hajisikii vizuri kukuona, ukiona hajisikii furaha ukimzidi kitu, ukiona anapata shida ukimwambia umefanikiwa kwenye kitu fulani, umepata kitu fulani, umepata chuo, umepata mtoto, hajisikii vizuri. Unaona anabadilisha kuongea na wewe, anashindwa kukupigia, anakukwepa, anakuputi fulani. Ukiona anatupa vijembe, kebehi fulani kwa sababu amesikia umepata, au umemwambia, umemshirikisha, au anawaambia watu wengine kuhusu unasikia anasema. Ukiona hivyo, ukiona anakusema, anakusengenya, ukiona hivyo ujue ana wivu na wewe. Ni mpenzi wako, ni mzazi wako, ni ndugu yako, ni rafiki yako, fanyakazi mwenzako, wafanyakazi wenzako, mashosti. Ukiona hivi vitu ujue ana wivu au wana wivu na wewe. Sasa hii level ya hisia inaishia kwenye nilivyokuambia, haendi kwenye madhara makubwa. Akivuka akaenda kwenye madhara makubwa, anatumbukia kwenye kundi la pili, linaitwa wivu wa matendo, active envy,
wivu wa kufanya, wivu wa matendo, active envy. Nimekwambia kwanza wivu wa hisia, passive or weak envy, alafu active envy, wivu wa matendo. Hapa sasa anaondoka zaidi ya hisia, anaanza kuwa na madhara kwako. Hapa anaenda zaidi ya kuhisi akukebei au akuhisi ageuze macho, anaenda ziada ya hapo. Hapa anakutukana matusi, hapa anakusema kwa watu, hapa ana uwezo wa kukuchongea, hapa ana uwezo wa kukusaliti, hapa anaweza akakuwekea sumu au akatuma akuwekee sumu. Hapa anaweza kuorganize utekwe. Ameona utamshinda, utapendwa na watu wengi, ataorganize utekwe. Atafanya wivu, ataenda zaidi ya wewe, ataanza kudhuru watoto wako, ndugu zako, gari lako, uchumi wako. Hapa anaenda zaidi, anakufuatilia maisha yako ili akudhuru, ataongea watu ili wakutenge, atakutafutia mabaya. Ukiona hivyo ndugu yangu, ujue huyu mbaya zaidi, kavuka kwenye ile sehemu. Sasa hivi yuko kwenye sehemu ambayo maisha yako kwenye hatari. Yule wa kwanza hisia zako anaweza kaziumiza, lakini maisha, huyu wa pili, watch out. Yeye wewe kuzikwa ni sawa, yeye wewe kulazwa ni sawa, yeye kutoka damu ni sawa, yeye wewe kuachwa kwenye ndoa yako ni sawa. Wa hivi kanae mbali. Ukiona haya, fahamu ana wivu au wana wivu na wewe. Zingatia, utanikumbuka baadaye.